bali ni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe kwa Mungu Baba mwenyezi. Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji hivi unavyokutolea kutoka wingi wa vitu ulivyotukirimia, kwa utendaji ya neema yako mafumbo haya matakatifu yatakatifuze mwenendo wetu wa maisha ya sasa na kutufikisha kwenye furaha za milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. wa milele, maana yeye kwa kuzaliwa kwake alitengeneza upya ubinadamu uliochakaa, na kwa kuteswa alizifuta kabisa dhambi zetu. Kwa kufufuka katika wafu alitupatia njia ya uzima wa milele, na kwa kupaa uko kwako Mungu Baba aliyafungua malango ya mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa tukisema bila mwisho.
Ee Bwana, kweli huu mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu wako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Ee Bwana, unakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate, akashukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu."
kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wako wote, ambao tunategemea kupata daima msaada wako wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara ya upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, askofu msaidizi Heni Piaro Chamungu, na Wakristo wote pamoja na taifa lako lote. Sikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoitaka mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanyiko wako wanao wote waliotawanyika popote duniani, upokee kwa wema katika ufalme wako mtoto marehemu kwa familia ya Mtangara, marehemu katika dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushirikishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu neema yote. kulitii agizo la Mwokozi wetu, kufuata mafundisho yake ya kimungu na kuhusu kusema Baba Yesu kwa msaada wa huruma yako, ukolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wao. Usitazame dhambi zetu, lakini imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi
na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana